Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, moja kati ya taarifa za kushitukiza tunaweza tukasema hivyo ni taarifa ya Yanga kuachana na kocha wao Pedro Gonçalves, raia kutoka Ureno, mara baada tu ya mchezo dhidi ya KMC, mchezo ambao umetamatika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Bwana, tumekutana na taarifa kwa umma kutoka kwa klabu ya Yanga na kutangaza rasmi kwamba wameachana na kocha Pedro Gonçalves. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga, bwana, Yanga wameachia taarifa hiyo muda mchache baada ya mchezo wao dhidi ya KMC kutamatika, na taarifa inasema kwamba taarifa kwa umma Mei 6, 2026, uongozi wa klabu ya Yanga Africa Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umemfuta kazi kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Pedro Gonçalves. Uongozi wa klabu unamshukuru kocha Pedro kwa mchango wake aliotoa ndani ya klabu yetu na unamtakia kila laheri katika majukumu yake yajayo. Katika kipindi hiki kikosi chetu kitakuwa chini ya uongozi wa kocha Abdihamdi Morin pamoja na kocha Patrick Mabedi hadi mwisho wa msimu. Imetolewa na mtendaji mkuu Yanga Africa Sports Club. Bwana, hiyo ndio taarifa ambayo Yanga wameitoa, na ni moja kati ya taarifa ambayo pengine kila mmoja anaweza kana jiuliza kwamba imekuaje, shida ni nini? Na kama umeitazama taarifa ama kama umeisikiliza taarifa hii, haina sababu ni kwa nini Yanga amefuta kazi Pedro Gonçalves, na wameeleza tu kwamba wamekubaliana, pande zote mbili zimeridhia, na Yanga sasa wametoa taarifa hiyo ya Pedro Gonçalves kumfuta kazi. Sasa pengine ni maswali ambayo unaweza kuwa unajiuliza, je, kwa sababu pengine Yanga imeendelea ama inashinda kwa mbinde sana, na moja kati ya mambo ambayo yamejitokeza kwenye uwanja wa KMC Complex ambapo Yanga walikuwa wanacheza na KMC, bwana, baadhi ya mashabiki walisikika wakisema kwamba Pedro aondoke. Na kwa nini? Ni kwa sababu tu ya timu ya KMC na Yanga, kutokana na hali ya KMC. Mpaka kipindi cha kwanza kinatamatika, bwana, Yanga hawakuwa wamepata goli lolote, na zikaanza minongono kwamba imekuaje inakuaje Yanga mpaka sasa hawajapata goli, na wanakuja kupata goli kipindi cha pili kupitia kwa Alan Okello, moja kati ya matokeo ambayo ni kama mashabiki wa Yanga hawakuridhika. Lakini ukiachana na mchezo wa leo, pengine unaweza kusema kwamba ndio sababu kwamba pengine kiwango cha Yanga kimeendelea kushuka, ni michezo pia miwili ya dabi, baada ya kupoteza mchezo dhidi ya Simba kwenye fainali ya kombe la Muungano, lakini pia baada ya kutoka sare ya 2-2, na ukitazama mchezo wa 2-2 wa ligi kuu ya NBC Yanga dhidi ya Simba, Yanga ndio ambao walitangulia kuruhusu goli mbili za haraka dakika ya 9, dakika ya pili na dakika ya 9 hivi. Sasa pengine Yanga wamechungulia mbali na kuona kwamba pengine ili kutokuruhusu madhara akaja yakatokea, wameona waachane na Pedro Gonçalves. Kwa hiyo iko hivyo. Nimejaribu tu kufikiria kwa haraka, pengine huenda mambo yakani hayo kwamba pengine kiwango hafifu dhidi ya KMC, lakini michezo miwili, matokeo ambayo wameyapata dhidi ya mtani kwa maana ya finali ya kombe la Muungano, lakini pia mechi ya NBC, pengine ni moja kati ya michezo ambayo imewafanya Yanga kuamua kuachana na Pedro Gonçalves. Lakini kumbuka kwamba hata kabla ya michezo hii kuna kikao kimoja cha dharura kiliitishwa mara baada ya Yanga kutoa sare michezo mitatu mfululizo. Kama unakumbuka, kiliitishwa kikao cha dharura na akazungumzwa mengi sana, na pale kwenye kikao cha dharura ndipo ambapo Yanga waliamua kumuongeza Abdihamdi Morin kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo iko hivyo, Yanga wameachana na Pedro Gonçalves, na sasa timu itakuwa chini ya Abdihamdi Morin pamoja na Patrick Mabedi. Sasa mara baada ya Yanga kuachia taarifa hiyo kuachana na kocha Pedro Gonçalves, bana, nimepita kutazama comment, mashabiki wa Yanga pengine wamepokeaje taarifa hizo. Huyu anasema angeachwa abebe kombe kwanza, kwamba angeachwa kwanza ili kombe la NBC libebe. Sawa. Mnasema kwa nini nimemfuta jamani, simgemwambia tu aondoke zake. Mnasema hewa tunaomba kocha ajaye
awe na rangi nyeusi please. Hawa weupe wanaongeaga sawa. Mmesema goli la Simba Sports Club la mfukuzisha kocha Pedro. Mmesema naam, barabara kabisa is coming. Mmesema mlio nitukana nadhani mmeamini mimi sio shabiki mnafiki, naongea uhalisia. Mmesema goodbye. Mmesema timu kubwa, maamuzi makubwa, Simo. Mmesema mpaka sawa. Mmesema hata hivi inabidi tusajili watu banala. Mmesema swadakta safi. Mmesema good news ever. Mmesema wangapi wamefurahi taarifa. Mmesema tunaga muda sisi watu pekee wanaoweza kufukuza pisi wakiwa kwa kelele. Mmesema afadhali. Mmesema timu inaibika hadi CNN aise kocha Sepe tu. Mmesema uongozi imara, maamuzi sahihi. Mmesema alhamdulillah angetua huyu. Mmesema ila Yanga viburi, kocha si anaongoza ligi huyu na unbeaten. Mmesema afadhali. Mmesema Yanga tuchekeshe. Mmesema maisha ni kombolela butua uwaokoe zio. Mmesema woyo. Mmesema tumechelewa sana, tungekuwa tushachukua ubingwa. Mechi na Mtibwa na TRA zote zilikuwa sio za kudondosha alama, sema tulikaza fuvu. Mmesema kama unapenda kujifunza sawa. Mmesema mmechelewa sana Bebe na buba wake jitu linamwacha Shwaboy kweli, unatoa yao unaingiza buba, rudisha kwa huyu sio mleno. Mmesema kwenye kutafuta kocha tuzingatie style au prank jamani. Mmesema goli lile la Chama sababu ni kipa ndo alitakiwa sawa. Mmesema game over akacheza anakuchezaga. Mmesema sijui mlikuwa mnawaza nini muda wote. Mmesema timu ya kwanza duniani kufukuza kocha ikiwa haijapoteza mchezo wote na ipo kileleni mwa ligi. Mmesema asante Mungu angetua huyu sawa. Mmesema safi akapewa ajira Israeli maana anaweza sana kujilinda. Mmesema kocha Pedro umchukue na buba wako. Mmesema nimefurahi sana ise. Mmesema shida sawa. Mmesema apeleke na buba. Mmesema Yanga tunaga dogo. Mmesema kwani naruhusiwa sawa. Bwana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya Yanga kutoa taarifa ya kuachana na kocha Pedro Gonçalves, na sasa Yanga itakuwa chini ya kocha Abdihamdi Morin pamoja na Patrick Mabedi. Na kama ambavyo nimekujuza kwamba ni moja kati ya taarifa ambayo imeshtua sana kwa baadhi ya mashabiki ambao of course unaweza kuwa unajiuliza kwamba paka sasa Yanga haijapoteza mchezo wote kwa maana ya kufungwa na ndio ambao wanaongoza ligi, imekuwaje kocha anatimuliwa? Lakini ukienda mbali zaidi unaweza kuona kwamba Yanga kadri ambavyo ligi inavyoendelea ni kama kiwango kinashuka hivi. Ukitazama mchezo dhidi ya Simba kombe la Muungano, unaweza ukatazama Yanga si ile ambayo pengine ilianza ligi kwenye mzunguko wa kwanza. Mchezo dhidi ya Simba pia kwa NBC, Yanga kipindi cha kwanza wanahusu magoli ya haraka. Unaona kabisa kwamba hata mashabiki pia walionekana kuchukizwa, lakini pia hata sababu ambazo kocha Pedro amekuwa akifanya, baadhi ya mashabiki walionekana kupiga kelele sana. Na mchezo dhidi ya KMC, timu ambayo inashikilia kwa maana ya iko chini ya mkia, kwa maana ndio ambao wanaburuza mkia. Ukitazama mashabiki matarajio yao ilikuwa ni kuona kwamba Yanga inaibuka na ushindi wa magoli mengi zaidi, lakini mpaka kipindi cha kwanza Yanga bado hajapata goli, lakini mpaka kipindi cha pili pia Alan Okello anakuja kufunga goli ambalo lilidumu mpaka dakika 90. Kwa hiyo mashabiki ni kama hawakuwa wanaridhishwa kabisa na aina ya uchezaji wa Yanga, lakini pia aina ya sababu ambayo pia Pedro amefanya. Moja kati ya sababu ambayo imelalamikiwa ni sababu ya kumtoa Yao Kwasi na kumingiza Buba Jemi. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo hata mashabiki wa Yanga ni kama vile walikuwa wanatamani hivi kocha Pedro aondoke. Kwa hiyo ni kama uongozi wa Yanga pia umesikiliza maoni ya mashabiki wa Yanga, lakini iko hivyo, tusubiri kuona nani ambaye anakuja kurithi mikoba ya Pedro Gonçalves. Na tumeambiwa kwamba Patrick Mabedi pamoja na Abdihamdi Morin ndio ambao watakuwa sehemu ya kikosi mpaka mwisho wa msimu. Kwa hiyo hawa ndio kama Yanga inabeba kombe, kwa hiyo Yanga itabeba kombe chini ya kocha Abdihamdi Morin pamoja na Patrick Mabedi. Unaweza kunipa pia maoni yako kuhusiana na hiki ambacho Yanga amekifanya mara baada ya kumwacha Pedro Gonçalves. Unadhani ni muda sahihi wa Yanga kutoa taarifa ama kumwacha Pedro Gonçalves, ama unadhani pengine nini? Usisahau kusubscribe, like
na kubonyeza alama ya kengele. Asante.